huko Changamwe, kaunti ya Mombasa, inamtafuta jamaa yao ambaye wanadai alitekwa nyara na watu wanaoaminika kuwa maafisa wa polisi. Kulingana na mkewe, watu waliojihami kwa bunduki na ambao walikuwa wamejifunika nyuso waliwapiga nyumbani kwao na kisha kutoweka na jamaa huyo. Francis Mtalaki anatueleza zaidi. Mkesha wa Krismasi mwendo wa saa 2 usiku, Harrison Nyamu, mkewe Lea Mwangi Njeri na wanawe walikuwa wanajipanga kwenda kujivinjari baharini. Hilo walikutimia. Inadaiwa kuwa watu waliojihami kwa bunduki na kujifunika nyuso waliwavamia kwa fujo na kuwaamrisha walale chini. Tukaona watu tu wameingia, wamekoka, wamesema lala chini. Edu akalazwa jikoni, Jileni akapelekwa chooni, mimi nikapelekwa bedroom. Mzee wangu akalazwa hapo, wakaanza kumpigia hapo. Wanadai walipigwa na watu hao wanaoamini kuwa ni maafisa wa polisi. Lea akisalia na majeraha kwenye mkono wake wa kulia baada ya kupigwa kwa bunduki. Kilio chake cha kueleza watu hao kuwa mumewe anaugua ugonjwa wa figo na kuwa kumpiga kunaweza kuathiri afya yake kiliangulia masikio ya kufa. Wakasema ni mgonjwa wapi? Nikamwambia huyu ni mgonjwa, ako na shida ya figo na anafanyangwa dialysis na hii ni catheter, na mkimpiga hivyo mtamharibu. Wakamuinua, wakamwambia aende, alikuwa hana hata nguo, ni kinyasa peke yake. Hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho kumuona mumewe. Kisa hicho kimeripotiwa katika vituo vya polisi vya Changamwe, Central, Kilindini na hata makao makuu ya polisi Pwani. Maafisa hao pia wanadaiwa kuondoka na simu na pesa zao. Wakaingia, wakanipata nimeshika simu yangu, wakachukua simu yake. Kuna simu ndogo ya watoto wa Bambe, wakachukua pale kwa mesa. Kulikuwa na 1200 pia wakachukua. Kwanza baadaye walituambia tusonge tukue mbali. Tukatoka tukakuja hii pande nyingine. Sasa tuko tunaangalia tukio tu tukitazama nini kinaendelea kule. So we are appealing to whoever has Harrison to release him immediately. If he has committed any wrong, then follow due process and present him before a court of law tomorrow, or make sure he gets his medication. If anything is to happen to Harrison Nyamu, we will squarely blame the police. Francis Mtalaki, Ringa, ya Citizen.